Tuzungumze. Hii inaitwa Tuzungumze, inaruka kila siku 3 usiku mpaka 4 kutokea hapa ST Bongo. Mimi naitwa Kelvin Raphael Zungu. Tunakutana hapa kwa takribani dakika 60 kuzungumza masuala mbalimbali na watu mbalimbali kutoka katika tasnia mbalimbali. Na kwa siku ya leo ninaye mwenyekiti wa baraza la vijana wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema, Deogratias Mahinyila, ambaye uchaguzi wake ulikuwa na msisimko mkubwa sana wakati anachaguliwa, lakini pia amekuwa ni kijana mwenye heka za kisiasa za hapa na pale, akijaribu kwa nafasi yake kuvivaa vyama mbalimbali ikiwemo Chama cha Mapinduzi. Yako mengi ya kuzungumza na mwenyekiti huyu wa GNZ wa Chadema. Karibu kwenye safari hii itakayotuchukua takriban dakika 60. Deogratias, wakili, karibu sana kwenye Tuzungumze. Nashukuru sana ndugu yangu. Mambo yanaenda imara kabisa. Bana, nimefurahi sana kuwa na wewe mara baada ya pilika za hapa na pale. Mimi mwenyewe nimefurahi sana. Nafikiri hatujawahi kukutana kwenye mazingira kama haya. Yeah, of course. Nimefurahi sana kaka. Tuanzie kwenye uchaguzi kidogo kabla hatujatoka. Ni mambo gani hasa ambayo huwezi kuyasahau kwenye uchaguzi ule ambao ulikuingiza madarakani? Kwa sababu nakumbuka mwanzo wakati uchaguzi ule unaanza, duru zilikuwa zinaarifu kuna timu mbili. Yule mwenzako ambaye ulikuwa unagombea naye alikuwa timu Mbowe, alafu wewe ulikuwa timu Tundu Lissu. Ilikuwa inakuweka katika wakati gani kama kijana unaenda kwenye race? Ilikuwaje? Jambo kubwa na la msingi ambalo siwezi kulisahau kwenye uchaguzi ule ni hasa upepo wa kisiasa kiujumla ulivyokuwa. Kumbuka mwanzoni mimi wakati natangaza nia na wakati hata siku nachukua fomu pale Dodoma nilisema kwamba uchaguzi wa baraza la vijana wa Chadema unapaswa kuamuliwa kwa kumwangalia kila kijana na ubora wake na uwezo wake wa kuliongoza baraza. Lakini sasa kwa sababu chama kilikuwa kimefika kwenye naweza kusema kwenye ile, kulikuwa kuna ari ya mabadiliko ndani ya chama. Kwa hiyo ukiachana na uwezo wa kijana pia binafsi, uwezo wako, hoja zako, sera zako, maono yako ya kuliongoza baraza, kulikuwa kuna huo upepo wa kwamba watu walikuwa wanataka kujua wewe uko upande gani ili vijana wakuchague. Walikuwa wanahitaji pia kujua kwenye ule upepo wa siasa za kitaifa wewe unasimamia upande gani. Na mimi haikuwa imani yangu kwamba napaswa, ili mtu anichague mimi kuwa mwenyekiti wa vijana, eti anapaswa kuniuliza swali la kwanza, unasimama upande gani? Kwani hukuwa timu Tundu Lissu? Kwa mujibu wa duru za kihabari, mimi kama mwanahabari nafahamu ulikuwa timu Tundu Lissu. Kama nakosea ndio unikosoe kwa ajili ya kuwapa watazamaji hukuwa timu Lissu. Mimi ukiachana na uchaguzi, historia ya maisha yangu, tabia zangu, ulikuwa huwezi kuitofautisha misimamo yangu na misimamo ya mwenyekiti wetu wa chama wa sasa Mheshimiwa Tundu Lissu. Lakini kama nilivyokuambia, tulikuwa tunaingia kwenye uchaguzi. Baraza la vijana kama youth wing ndani ya chama inapaswa kujitegemea, yani upaswi kumchagua mtu eti kwa sababu anamuunga mkono kiongozi gani wa chama. Hiyo haihusiani kabisa. Na mimi hakuwa msimamo wangu potelea mbali kwamba nilikuwa mimi naamini katika Lissu, lakini nilikuwa natamani vijana wenzangu na wapiga kura wanichague au kunipima kwa kuangalia uwezo wangu. Sasa ndio maana nikasema miongoni mwa jambo gumu kwenye uchaguzi wetu lilikuwa ni hilo, kwamba watu wanakupima kwa kuangalia hasa msimamo wako kwenye hizo siasa za kitaifa. Halikuwa jambo rahisi, lakini baadaye kwa sababu upepo ulikuwa ni mzito, niliweka hadharani kwamba mimi nasimama na Mheshimiwa Tundu Lissu, na baadaye uchaguzi ukaendelea, tukaumaliza kama ambavyo uliweza kuishi. Baada ya kushindwa kwenye uchaguzi wa Chadema mkuu katika nafasi ya mwenyekiti, Freeman Mbowe alishauri uongozi mpya wa Chadema ukiwemo na wewe, kwa sababu ndo kiongozi wa vijana wote wa Chadema, muunde kamati ya maridhiano kwa ajili ya kuponya majeraha ambayo yametokana na uchaguzi. Mmeshakwisha kufanya hivyo, kusikiliza ushauri wa Freeman? Ushauri huo umetekelezwa. Pointi ya msingi ilikuwa ni kwamba tunapaswa kuwa na utaratibu wa kuponyana majeraha. Kwa hiyo utaratibu wa kuponyana majeraha, mnaweza mkaunda hiyo tume ya kuponyana, mnaweza mkaunda kamati au mkama na utaratibu wowote wa kuponyana majeraha. Na kwa mujibu wa kikao cha kamati kuu ya chama mara ya mwisho mwezi huu Januari,
miongoni mwa jambo tulilijadili na sasa hivi linatekelezwa ni swala la kauli mbiu yetu ya mkutano mkuu wa chama kama ilivyokuwa Stronger Together. Tunaitekeleza kwa kuhakikisha tunaponyana majeraha ambayo yalitokea kipindi cha uchaguzi. Kwa ushauri huo tumeubeba kwa uzito mkubwa sana na unatekelezeka. Hatuwezi tukatangaza hadharani namna ya kuponyana majeraha, tunakuwa tuponye hayo majeraha. Majeraha yana utaratibu wake wa kuyaponya. Yes. Kwa hiyo Mahinyila, majeraha yaliyotokana na uchaguzi ndani ya Chadema yamepona? Vidonda huwa vipone siku moja kakaangu. Lakini vinaendelea vizuri vidonda. Kimsingi tunaweza tukasema kwamba vidonda vinaendelea vizuri na naamini na hata wewe nafikiri unaona namna mambo yanavyokwenda. We are stronger together. Yes. Yale yaliyotokea kwenye uchaguzi na haya ambayo yanaendelea kutokea ndani ya Chadema yana athari gani kuelekea kwenye uchaguzi mkuu nyinyi kama chama? Kwa sababu umekiri hapa kwamba mnaendelea kujiponya lakini vidonda haviponi kwa siku moja. Mnaendelea kuuguza vidonda na mnaelekea kwenye uchaguzi ambao unawataka sana kuwa wamoja kulingana na mazingira. Hamuoni kwamba itawaathiri kwa namna moja ama nyingine situation ya kwenu ya ndani hivi sasa? Ya kwanza ni lazima tukubaliane, sio mambo tu ya Chadema peke yake. Kukiwepo na uchaguzi wowote kwenye chama chochote cha siasa, huwa ni lazima kutakuwepo na makundi, kutakuwepo na tofauti, lakini chaguzi zikiisha, kama nilivyosema, na hili sisi tulilifahamu kwenye chama, ndio maana kauli mbiu ya mkutano wetu mkuu ilikuwa ni Stronger Together. Tulijua kwamba tutatofautiana sana kwenye uchaguzi, tutaparuana kisiasa. Sioni kama uchaguzi ule ulikuwa una athari ndani ya chama chetu, athari kubwa, kwa sababu ukweli ni kwamba tulitofautiana, na kadri ambavyo naona muda unavyozidi kwenda, uchaguzi ule umetupa faida nyingi kuliko athari, kwa sababu dunia inajua, Tanzania inajua, na wewe Zungu unafahamu. Tukikwambia useme kitu kimoja kilicho kuhusiana na uchaguzi wa Chadema, utasema Chadema wamefanikiwa kutuonesha demokrasia ya kweli, kwa sababu ulikuwa ni uchaguzi wa wazi. Yes. Kila mtu alisema hii ni aina ya demokrasia ambayo kama taifa, kama vyama vya siasa vinapaswa kuwa nayo. Kwa hiyo kabla hatujazungumza mapungufu na athari za uchaguzi ule, nafikiri yako mambo mengi ambayo tuko proud nayo sisi kama chama. Of course, mimi yes. Kwenye swala la uhuru nilikuwepo pale mpaka mshindi anatangazwa, na wanahabari tuliruhusiwa kuingia ukumbini. No doubt Chadema kwenye uchaguzi wa Januari mlifanya uhuru kwa asilimia kubwa, lakini swali kubwa hapa, haya majeraha ambayo bado hayajapona, hauoni kwamba yataenda kuathiri kuelekea kwenye uchaguzi, kwa kuzingatia aina ya mazingira ya uchaguzi, kwa kuzingatia historia ya uchaguzi uliopita wa mwaka jana mdogo na uchaguzi mkuu wa mwaka 2020? Kwamba inaonekana Chadema kama bado hamko pamoja. Ni uchaguzi umepita, lakini bado, kwa sababu kuna watu kabla ya uchaguzi watu tunaona wana zile tabia zao za asili, kina Sugu, kwa tunaona kuna zile harakati zinasonga. Lakini unaweza ukaona Boni hai kama baada ya uchaguzi kama wanajisikilizia hivi. Mimi ni muongo kusema hivi, na kama ni muongo nikosoe. Kwa nini? Na kama nilivyojibu mwanzo, unakiri kwamba itawasumbua kuelekea kwenye uchaguzi, sio? Ukweli ni kwamba na sisi wengine tumekuwa tunasema hadharani kwamba miongoni mwa utaratibu ambao nafikiri tutaurekebisha kwenye chama chetu. Mimi pia siamini katika kufanya uchaguzi wa ndani ya chama miezi michache kabla ya uchaguzi mkuu. Hilo ni jambo ambalo hata sisi ndani ya chama tunaona sio jambo zuri sana, na nafikiri tunakoelekea tutaenda kubadilisha utaratibu huo, kwa sababu kama nilivyosema, uchaguzi ni uchaguzi tu. Hata kama usingekuwa unawakutanisha Mheshimiwa Mbowe na Mheshimiwa Lissu, hata kama ungekuwa na uchaguzi unamhusu Zungu na Mahinyila, bado ungekuwa na makundi, na uchaguzi ukiisha huwa unahitaji kidogo, kuna transitional period lazima iwepo kuhakikisha watu tunarudi kwenye hali yetu ya kawaida. Ukimzungumzia kwa mfano, nimesema unataja majina ya watu, umemtaja Boni, umemtaja Sugu. Amepoa hivi mara baada ya Mbowe kushindwa, Sugu hivyo. Yes, wanaweza wakawa sahihi kwa upande wao, lakini mimi binafsi, kwa mfano nikikutolea mfano huyo Boni, ipo sasa hivi kamati ndogo ya chama iliyoandaa hii kampeni yetu mpya ya Tone Tone na Nimo. Boni ni mjumbe wa kamati ile, mimi ni mjumbe, ni mtu ambaye tunakutana kwenye vikao vya chama, vikao vya hiyo kamati ndogo, tunafanya kazi. Kwa hiyo mimi siwezi kuwa tu mtu nikasema kwamba
Boni afanye shughuli za chama au amezira au amefanyeje, inategemeana na engo uliopo Sugu. Na unavyoona Sugu umemsema, nafikiri kama umeona siku 2-3 zilizopita yuko Marekani anazungumza habari ya no reforms no election. Umemwona Eliko Nyerere vitu anavyovizungumza kwenye anamposti mpaka mwenyekiti, anamposti mwenyekiti. Kwa hiyo nafikiri kama narudia tena kwamba hatuwezi kudanganyana kusema kwamba uchaguzi haujaacha vidonda, na kwa namna moja ama nyingine kuna changamoto ambazo zinatokana na uchaguzi, lakini imani yangu na namna ambavyo mimi naona mambo yanavyokwenda ni kwamba yako mambo mengi ambayo tunanufaika nayo kutoka kwenye uchaguzi, na changamoto zozote tulizozipata kupitia uchaguzi, nafikiri chama chetu ni chama cha kidemokrasia na muda wote huwa tunapenda kujirekebisha na kujikosoa kwenye mambo ambayo tunadhani hayako sahihi. Kwa uchaguzi ule kikubwa ni kwamba tunauona kama ni uchaguzi ambao umetufanya tuendelee kuwa imara zaidi. Tujadili msimamo ambao aliutangaza mwenyekiti wenu Tundu Lissu siku za hivi karibuni kwamba mnakusudia kuzuia uchaguzi kwa kutumia raia. Hii Tanzania ukiangalia hii asilimia kubwa ya raia ni Gen Z, kwa maana ya kwamba vijana, na wewe ni mwenyekiti wa Chadema wa vijana. Unafikiri itakuwa ni rahisi kwa Chadema kuwashawishi vijana kuleta pressure kwa serikali kuu ikiwemo maandamano wakati wa uchaguzi, ili uchaguzi usifanyike kama hamtosikilizwa katika yale ambayo mnayataka? Na kama unafikiri ni sahihi, mtatumia njia gani? Maana huku nyuma inaonyesha maandamano hayakufanya vizuri sana, watu hawakuwa na mwitikio ule ambao tumezoea labda mwaka 2015 kurudi nyuma. Njia zipi mtatumia kuwavutia vijana ili waandamane na nyinyi Chadema kuipinga serikali ya CCM? Cha kwanza nafikiri kuna jambo tunapaswa kuliweka sawa ambalo naona limekuwa lina mkanganyiko sana kwenye jamii. Hoja ya kuzuia uchaguzi, hiyo sio kazi ya Chadema peke yake, na watu walikuwa wanaona kama Chadema ndio inaenda kuzuia uchaguzi, kwa sababu uchaguzi hatuendi kuchagua viongozi wa Chadema. Huu ni uchaguzi wa taifa, tunaenda kuchagua viongozi wa kuongoza wa Tanzania. Kwa hiyo watu wanaofikiri kwamba hii ni shughuli ambayo Chadema inaenda kuifanya, na wenyewe kuna baadhi ya vitu wanashindwa kuvielewa. Hilo jambo la kwanza. Jambo la pili ambalo pia tunapaswa kulielewa ni kwamba Chadema ni chama, na kwenye jambo hili inaenda kuwa chama kinaenda kuwa kama chachu ya kuwaambia Watanzania kwa nini tunapaswa kuzuia huo uchaguzi. Kwa nini asipokuwepo mabadiliko ya kimifumo, mabadiliko ya sheria za uchaguzi, kwa nini watu wanapaswa kwenda kuzuia huo uchaguzi? Kwa hiyo kazi yetu ya kwanza au njia ya kwanza ambayo tunaenda kuifanya, na hasa swali lako umesema kwamba nakubaliana na wewe, kwa mujibu wa tawa sensa ya mwaka 2022 inasema vijana wenye umri kati ya miaka 15 mpaka 35 ambao wanaingia kwenye kundi la Bavicha ni zaidi ya 40% ya Watanzania. Raia wengi vijana. Na vijana wenye watoto kwenye mwaka 0 mpaka 15 pia ni karibu ya 40-30 ya Watanzania. Kwa hiyo utagundua kwamba tupo kwenye taifa ambalo zaidi ya 70 mpaka 80 ya Watanzania ni vijana, ni watu ambao wapo kwenye kundi la Bavicha, kundi la vijana Gen Z kama ulivyosema. Kwa hiyo miongoni mwa kitu ambacho sisi tutakifanya kwanza ni kwenda kuzungumza na vijana. Leo tunaambiwa unasikia vijana, unajua movement ya Neto, vijana wanahangaika na ajira. Mbona ile Mheshimiwa Waziri Simbachawene anasema sasa yupo tayari kukutana nao. Of which pia kuhusu hilo la kukutana nalo, nafikiri hizo ni propaganda. Vijana wanachohitaji sio kukutana na waziri. Vijana wanachohitaji ni tangazo la ajira. Nikutolee mfano walimu. Hawa watu wa Neto, takwimu zinaonyesha kwamba walimu wa shule ya msingi kwenye taifa letu wako ni kama 1.5, na mahitaji kwa mujibu wa takwimu za serikali yenyewe ni kwamba tunahitaji, mahitaji ya walimu ni karibu 4-5. Sasa hata hao walimu walioko mtaani ukiwachukua wote ukawaajiri, bado tatizo la ajira kwenye taifa letu litakuwa bado halijatatuliwa. Kwa sasa waziri ukisema unataka kukutana nao, unakutana nao kuongea nao nini? Hamna ambacho vijana wanahitaji kwenda kuzungumza na waziri. Hakuna ambacho wataenda kukibadilisha kukutana na waziri. Serikali inachopaswa kufanya, itoe tangazo la ajira, waajiri hawa vijana ambao wamesomeshwa kwa kodi za Watanzania. Mimi wewe na mama wa mboga mboga pale mtaani Zungu anakatwa kodi, tunapewa mikopo sisi vijana kwenda kusoma, tunarudi mtaani tunaendesha bodaboda, serikali hairudishe hela yake, maana yake tunafanya biashara kichaa. Kwa hiyo nikirudi kwenye swali lako, labda nikwambie kwamba miongoni mwa jukumu letu sisi kama Bavicha
kama vijana wa Chadema tutakaoenda kulifanya na tutakaoenda kuzungumza na vijana wa Chadema ni kwamba vijana mna changamoto nyingi, vijana hatuna ajira, kama nilivyokuelezea ile tatizo la ajira. Tunachohitaji ni ajira. Sasa kuna haja gani ya sisi kwenda kuwachagua viongozi ambao hawatatui changamoto zinazowakumba vijana? Leo vijana hata wale ambao walioamua kujiajiri, tunayo serikali ambayo hata kwa watu wenye biashara zao inashindwa kuwalinda. Leo unajua tatizo lililoko kwa mfano Kariakoo na maeneo mengine, Wachina wanaanza kuchukua kila aina ya ajira, kila aina ya biashara, kila aina ya kazi. Kwa tulipaswa kuwa angalau na serikali ambayo basi inalinda hata hizi kazi au biashara za watu waliopo ndani ya nchi. Hilo nalo hawafanyi. Kwa hiyo sisi miongoni mwa jukumu kubwa tutaenda kulifanya kama Bavicha, kama vijana wa taifa hili, ni kuamsha ari kwa vijana, kuambia kwamba tumekuwa tukichagua ili iweje. Kama tunachagua kila siku ya Mungu, hakuna chochote kinachofanyika kwenye maisha yetu binafsi. Leo tukizungumza swala la kodi kwenye taifa letu brother, kijana yote akitaka kufungua biashara kwa mfano, utahitaji kuwa na si chini, kufungua kampuni tu utahitaji kuwa na si chini ya 1.5 milioni, 2 milioni. Yaani hujaanza hata kufanya hiyo biashara, unatakiwa kuwa na 2 milioni. Ondoa mtaji. Kwa hiyo kazi kubwa tutakayoenda kuifanya kama Bavicha, kama vijana wa Chadema, ni kuhakikisha tunawaambia vijana kwamba mfumo wetu wa uchaguzi tulionao kwanza uturuhusu kuchagua viongozi tunaowataka. Sasa tunaendeleaje na mifumo ya namna hii? Na tutaenda kuambia kuna mahusiano gani kati ya kumchagua mtu unayemtaka na maendeleo yako binafsi. Na nini hasa kinaendelea kwenye nature ya mfumo wetu wa uchaguzi tulionao. Kwa hiyo kazi tutaenda kuifanya, tutaenda kutimiza wajibu wetu. Swala la kwamba vijana watatuunga mkono au hawatatuunga mkono ni hoja nyingine, lakini sisi ni lazima twende ndo hapo mimi nataka sisi ni lazima twende tukatimize wajibu wetu. Kwa maana ya kwamba nyinyi Chadema hususan idara ya vijana wamezungumza vizuri sana, lakini pia tuzungumze wakati unajua tabia za vijana wengi wa Tanzania. Yaani vijana sisi wa Tanzania tunajijua tabia zetu. Tunajua tabia ya dola ambayo ndio ambayo inaongoza inapokuja swala la maandamano na kadhalika. Ukichukua hayo mambo yote matatu, unaona hili likiwezekana kwa tension ambayo inakuwepo na kwa jinsi ambavyo dola huwa wanachukulia maandamano. Sasa nyinyi mnachagua kwenda kuzuia uchaguzi, kitu ambacho ni sensitive mno kwenye nchi. Kuna waangalizi kutoka nchi mbalimbali watakuja hapa kufuatilia. Nyinyi mnataka kuonyesha kwamba uchaguzi si uhuru na wa haki. Hawa vijana mnaotaka kuwatumia, unafikiri wana nguvu? Hawaogopi dola, hawaogopi jeshi la polisi, hawaogopi magari ya washawasha, hawaogopi mbwa. Inawezekana katika mazingira ukiangalia mnatoboa. Kwanza unachopaswa kukielewa Zungu ni kwamba kwenye mapambano yote, kwenye jambo lolote, hakuna kitu kinapatikanika kwa urahisi. Na pia mimi binafsi naamini huku duniani tunaishi kushuhudia ambavyo akili ya kawaida inaamini haviwezekaniki. Kama ukweli ni kwamba hakuna njia nyingine yoyote tulionayo kwenye taifa letu ya kuwa na uchaguzi wa haki, uchaguzi wa uhuru, uchaguzi ambao watu watafanya maamuzi na maamuzi yao yakatekelezeka bila kuwa na mfumo bora wa uchaguzi. Sasa kama njia ni hiyo, hakuna namna nyingine, na njia hiyo imesemwa na watu wengi. Leo ukimwona kwa mfano Makala anasema, huyo Amos Makala, katibu wa uenezi wa CCM, ukimwona yuko ofisini leo anasema yamefanyika mabadiliko kwenye mfumo wa uchaguzi. Uchaguzi umefanywa mabadiliko hivi. Yale anayasema kwa sababu leo yuko ofisini na pengine anatetea ugali wake, lakini nikwambie kwamba kuhusiana na hoja ya kwamba uchaguzi kwenye taifa hili sio wa haki, hayo mambo yamesemwa na Rais Mkapa. Mkapa amesema kwenye kitabu chake My Life My Purpose nafikiri, amesema kwamba ili tuwe na uchaguzi ambao utakuwa ni wa huru, utakuwa ni wa haki kwenye taifa hili, ni lazima tuwe na mifumo ambayo kwa kweli hata wapinzani wenyewe watakuwa wameshirikishwa na watakuwa na confidence na mifumo hiyo. Mambo haya hayajasemwa tu na Rais Mkapa, yamesemwa na Mzee Warioba kwenye tume yake, yamesemwa kuanzia mwaka 90-91 kwenye tume ya Jaji Nyalali. Kisanga amesema, tume ya Jaji Bomani 2003 wamesema. Kwa hiyo ukweli ni kwamba ni lazima tukubaliane kwanza kwamba kunayo shida kwenye mfumo wetu wa uchaguzi, na kama shida hiyo ipo, sisi binafsi tutasimama kuhesabiwa, tutawaambia Watanzania, tutawaambia nini tunapaswa kukifanya, na kazi hii hatutakuja kuiacha kuifanya kwenye taifa letu. Hiyo hoja ya kwamba Watanzania hawataamka, hawatachukua hatua, pengine tunapiga ramli, na kama Watanzania wataamua hivyo, maanake tutakuja na njia nyingine au tutatafuta utaratibu mwingine wa kuhamasisha Watanzania kufanya hilo. Lakini mimi kwa hatua ya sasa sitaki kuwasingizia Watanzania kwa sababu pengine hatujawahi kuwapa jukumu ambalo tunaenda kuwapa kwa sasa.
Kwa hiyo pengine siku nyingine tukija kukutana na wewe uniulize kwamba swali hilo kwamba umeona Watanzania walichokifanya. Jukumu letu kama chama tumesema tunaenda kuzungumza na Watanzania kuwaambia umuhimu wa shughuli hiyo, umuhimu wa kazi ambayo tunakwenda kuifanya. Na mimi naamini Watanzania watatuunga mkono, na kwa sababu mamlaka imekuwa na utaratibu huo, kwa sababu yenyewe inanufaika na mfumo uliopo. Kila siku ya Mungu nimemsikia makala jana anasema juzi anasema kwamba Chadema kitaenda kuwa chama hakitaenda kuwa chama kikuu cha upinzani. Yaani ni kama anatuonea huruma. Toka lini makala na chama chake cha Mapinduzi wanapenda Chadema kuwa chama kikuu cha upinzani? Kwa hiyo ushauri wowote ambao huwa unaonekanika wa neema wa maana kutoka CCM ni lazima ufikirie una lengo gani. Kwa hiyo yeye hawezi kutuonea sisi huruma, na tutaendelea kuwa chama kikuu cha upinzani, kwa sababu kuwa chama kikuu cha upinzani ni kuwa kwenye mioyo ya Watanzania, kuwasemea Watanzania. Tunaweza tukawa hatuna wabunge pengine wengi kama ambavyo watu wanadhani chama cha upinzani mmoja tu wa kuchaguliwa. Yes, na bado tumeendelea kuwa chama kikuu cha upinzani, na kuna chama kinaweza kikawa na wabunge 5 ukakiambia nenda Mbezi Beach au nenda Berege kule Mpwapo ukafanye mkutano. Hakuna Mtanzania ambaye anaweza akaamka kutoka aliko kwenda kuwasikiliza. Kwa hiyo Oho, huyu ni Deogratus Mahinyila, ni mwenyekiti wa baraza la vijana wa chama cha demokrasia na maendeleo Chadema. Tunazungumza naye hapa kwenye Tuzungumze ya ST Bongo, masuala mbalimbali yanayohusu nchi hii ya Tanzania, na tuko hapa kwenye mwaka wa uchaguzi, hivyo tunaangazia sarakasi za siasa. Serikali ya CCM unafikiri ni lini itakuwa tayari kuwapa kile ambacho nyinyi wapinzani mnakihitaji kwenye kile ambacho mnakiita mabadiliko, ili tume iwe huru na hatimaye kuwa na ushindani wa kweli katika uchaguzi? Unafikiri ni lini serikali ya CCM itakuwa tayari? Kwanza labda niliweke jambo moja sawa. Hoja sio kwamba ni lini itakuwa tayari kutupa sisi wapinzani tunachotaka. Unajua kuna mambo ambayo wapinzani wanayazungumza tumekuwa tunayaona ni mambo ya wapinzani, kwa sababu hatuoni mwamko wa wananchi. Ndio mimi natumia hivi, sioni mwamko wa wananchi naona kama ni ajenda inachukuliwa na Chadema, ACT, wananchi wa kawaida hawa. Naomba nikwambie kitu Zungu, labda nikurudishe nyuma kidogo ili uelewe hichi ninachokwambia kwamba sio matakwa ya wanachadema. Turudi nyuma. Mwaka kuanzia 2012, 2013, 2011 wakati wa kukusanya maoni ya katiba mpya kwenye taifa hili, tume ya Jaji Warioba ilitumia mabilioni ya shilingi kwenye taifa hili kwenda kuwauliza Watanzania kwamba mnataka taifa la namna gani, mnataka muwe na tume ya uchaguzi ya namna gani, mnataka kuwa na serikali ya namna gani. Sasa kama mzee Warioba alitumia fedha za kodi za Watanzania na wakasema wanahitaji kuwa na tume ya uchaguzi ya namna fulani, nimekutajia hapa tume mbalimbali. Hizo tume zote zilienda kuwauliza Watanzania. Wewe ukiniambia kwamba Watanzania hawahitaji mabadiliko ya mfumo wa uchaguzi, nitakuuliza umefanya research ipi? Umefanya research ipi ya kusema Watanzania hawahitaji? Lakini naelewa shida yako Zungu ni nini. Hayo unayosema ni kwamba na serikali inafahamu kwamba sisi Watanzania ni watu ambao hicho kinachoitwa amani, ni watu ambao hatuwezi kuchukua hatua kama zinazochukuliwa na Wakenya. Kwa hiyo nikijibu swali lako la kwamba historia, lakini historia inaonyesha hivyo. Sasa nikikujibu swali lako la kwamba ni lini serikali ya CCM itaenda kuleta mabadiliko ambayo tunayahitaji, hiyo siku ambayo serikali italeta hayo mabadiliko ni siku ambayo sisi Watanzania kwa umoja wetu tutakuja kuamua kusema kwamba haya mambo tunayoyahitaji ni lazima yatokee, na kila mmoja aache kukaa room kwake na smartphone yake akalalamika, akatoka nje na kuchukua hatua ya kuilazimisha serikali ya kwamba ni lazima mabadiliko haya yatokee. Na kwa kifupi ni kwamba ndo kazi ambayo tunaenda kuifanya sisi. Tena hapo umenikumbusha kitu muhimu sana. Mna vijana ambao wana nguvu kwenye digital. Yaani Chadema ni moja kati ya chama ambao wana vijana ambao wana nguvu kwenye digital. Ndio. Na ukisoma tabia ya baadhi ya vijana wenu kwenye digital, ni wazuri sana kutweet, kucomment, kukosoa. Lakini likija swala la kutoka kwenda front barabarani kupambana ile field, wanakuwa wanarudi nyuma. Hii pia mnapambanaje nayo sasa kuhakikisha kwamba mnakuwa na vijana ambao ni wazuri kwenye kukosoa kwenye mitandao ya kijamii, lakini ikija bato ya ana kwa ana pia wapo tayari kwenda? Ukiziangalia kwa mfano kampeni za ndani ya chama na hasa mwenyekiti wetu wa chama wa sasa, miongoni mwa kitu alikuwa anakihubiri ni mabadiliko. Sasa kama tulikuwa tunahubiri mabadiliko, na kama nilivyosema kuhusiana na hii operation yetu ya no reforms no election,
tumeshasema kwamba siku chache zijazo utasikia moto unaenda kuwaka kuanzia kanda ya kusini. Miongoni mwa jambo tunaloenda kulifanya ni kuhakikisha tunaenda kuzungumza na Watanzania na tuachane na huo utaratibu ambao tumekuwa tuna hangaika na CCM huko nyuma. Utaratibu ambao tunaenda kuwa nao kama hivyo tulivyosema, kama ambavyo tunaendelea kusema kwamba awamu hii hatuendi kusema, tutaenda kuchukua hatua, tutaenda kufanya kwa vitendo. Hiyo hoja ya kwamba tutaenda kufanyaje na kwa staili gani, ni kwamba sisi tumeshasema yasipokuwepo mabadiliko ya kimfumo ya uchaguzi, uchaguzi hautakuwepo. Kwa hiyo tutauzuiaje uchaguzi? Tutatumia njia gani? Nafikiri tutauvuka mto tukiufikia. Kama tutaenda kujaa makanisani tumuombe Mungu ashushe gharika, au kama tutaenda kulala mabarabarani, au kama tutatumia njia yoyote kwa kadri ambavyo tutaona itatusaidia kuhakikisha uchaguzi haufanyiki na haki ya Watanzania kwa maana ya kura ya Mtanzania mmoja iwe na maana kwenye uchaguzi huu, tutahakikisha tunatumia hizo mbinu na kuhakikisha tunatekeleza jambo hili na linaenda kufanyika kwa vitendo. Historia ya Tanzania inaonyesha tangu tumeanza kuwa na uchaguzi wa vyama vingi ni mwaka 2015 pekee ambapo upinzani ulipata kura nyingi zaidi na idadi kubwa ya wabunge pamoja na madiwani. Lakini mwaka huo 2015 kulikuwa na kile kinachoitwa Umoja Katiba ya Wananchi, kwa maana ya Ukawa, kutengeneza muungano pale. Unaona nafasi ya kutengeneza muungano kwa vyama vya upinzani kuelekea kwenye uchaguzi huu wa mwaka 2025 na kujaribu tena kuichallenge CCM kama ilivyotokea mwaka 2015? Cha kwanza kwenye siasa, kakaangu Zungu, huwa lolote linawezekana. Okay. Na mipango hiyo ipo sasa? Mipango hiyo ipo, kama umeona siku chache zilizopita. Kwa mfano labda nikiizungumzia Chadema. Chadema haijawahi kufunga milango ya kushirikiana na vyama vingine, lakini huwa tuna sharti tu, yeyote anayetaka kushirikiana na sisi awe yuko serious, awe ana nia ya dhati ya kushirikiana na sisi. Kama ukija unataka kushirikiana na sisi alafu umeficha panga mgongoni, maana yake muda huo hatutaweza kushirikiana na wewe. Kwa hiyo mimi naamini upo uwezekano wa kushirikiana na vyama vingine. Kama ulivyoona siku chache zilizopita, kulikuwa kuna mazungumzo kati ya mwenyekiti wetu wa chama na katibu mkuu wa chama cha ACT Wazalendo na nafikiri makamu mwenyekiti wa ACT Wazalendo na viongozi wengine. Kwa hiyo upo uwezekano wa kushirikiana kama na wenzetu watakuwa wanakubaliana na namna ambavyo sisi tunaona siasa zinavyokwenda ndani ya taifa letu. Hapo kwenye masuala ya ushirikiano, wanasema nini Chadema? Mmekuwa wajanja sana kuwatumia wenzenu kwa ajili ya kujinufaisha na nyie. Kwa mfano mwaka 2015 wakati mnaingia katika mashirikiano haya hamkuwa na wabunge wengi sana, ile mlitoka mkiwa chama chenye wabunge wengi. NCCR Mageuzi ambao mlishirikiana nao walitoka akiwa na mbunge mmoja, wakati waliingia wakiwa na wabunge zaidi ya watatu. Hamuoni kwamba katika huu muungano vyama vingine vinaona Chadema kama kikwazo, kwamba Chadema wanatumia muungano wa upinzani kujinufaisha wao? Na hata vyama vingine vimekiri hivyo, wakiwamo CUF. Zungumza na Magdalena Sakaya, naibu katibu mkuu, akakiri hivyo kwamba ilitokea 2015 Chadema ndio ambao walijinufaisha zaidi. Mmekuwa na tabia hiyo, mnajinufaisha kutokana na wapinzani wenzenu, na historia inaonyesha hivyo mwaka 2015. Hiki si kikwazo kwa mwaka huu 2025? Mimi nafikiri sitaki kuingia sana kwenye swali hilo. Hakuna mtu ambaye hafahamu kwamba Chadema ni chama kikuu cha upinzani kwenye taifa hili na ni chama ambacho kina nguvu kubwa sana kwa Tanzania bara, na mashirikiano yoyote huwa yana terms. Huwezi kushirikiana na mtu ambaye hamwezi kukaa mezani na kukubaliana tunakwendaje mbele. Hiyo 2015 kuna majimbo Chadema haikugombea, iliwaunga mkono wagombea wa vyama vingine. Kwa hiyo ninachotaka kukisema ni kwamba hizo ni perception, na kwenye siasa kuna propaganda. Kadri ambavyo mtu ataamua kwa mfano Mahinyila hapo wakili, ndio kuna baadhi ya maeneo licha ya kwamba wapinzani waliungana lakini walishindwa kuelewana. Kwa mfano jimbo la Kigamboni hapa jijini Dar es Salaam, mwaka 2015 marehemu Daktari Faustin yeye ndiye alishinda. Lakini ukichanganya kura za mgombea wa CUF na mgombea wa Chadema, nadhani ilikuwa ni Lucy Nengeli, wote wanamshinda Faustin Andungulile kwa wakati ule. Kwa hiyo kaonekana kwamba moja ya vitu vinavyoua wapinzani ni kushindwa kukubaliana, kuachiana. Vivyo hivyo hata katika mkoa wa Kigoma, Chadema na NCCR wamegawana kura sana mwaka 2015 na ikapelekea Kigoma kuchukuliwa na CCM kwa maeneo mengi.
hili pia ni tatizo katika muungano. Huoni pia hili ni tatizo kwamba mpo tayari kuungana lakini hampo tayari kuachiana maeneo ya kimkakati? Kuna wakati inafika mnakuwa kama kuna pilika hii. Ya, nakubaliana na wewe. Ni kweli kwamba yako majimbo ambayo tuliyakosa kwa maana ya wapinzani kwa sababu wagombea wa vyama tofauti waliingia. Sasa kama ambavyo nimesema, makubaliano yoyote kuna vitu ni lazima viamuliwe kabla hiyo michakato. Kama tutazungumza halafu kuna baadhi ya mambo hayatakubaliwa in advance, manake ni lazima yatatupelekea kwenye changamoto kwenye uchaguzi. Ila pointi ya msingi kuhusu jambo hilo ambalo mimi naweza nikaisema ni kwamba Chadema haijawahi kuwa kikwazo kwenye kushirikiana na vyama vingine. Hilo jambo tumekuwa tunalifanya. Haijawahi kujinufaisha yenyewe kutokana na mtaji wa kushirikiana na vyama vingine. Hilo la kujinufaisha nalo nafikiri pia ni perception ya watu namna wanavyolitazama, kwa sababu ukweli ni kwamba hakuna jimbo, hakuna chama ambacho kinaizidi Chadema kwa kuyafikia maeneo mengi, kwa mfano Tanzania bara, kuliko Chadema. Kwa sasa ukiwa mkubwa au ukiwa unaungwa mkono na watu kwenye maeneo mengi, automatic mtu anachoweza kukisema ni kwamba unajipendelea. Kwa hiyo nakubaliana na wewe kwamba ziko changamoto kwenye maeneo machache, lakini kwa kiwango kikubwa sisi tumekuwa ni watu ambao ni vinara wa kuungana, ni vinara wa kuhamasisha tuungane, lakini tumekuwa na masharti hayo ya kwamba tutaungana kwenye eneo na mtu ambaye kwa kweli tutaamini na yeye ana nia ya dhati kama ambayo tuko nayo sisi katika kuhakikisha tunaing'oa CCM madarakani. Wanasema kwamba hata hapo kwenye muungano kuna vyama vya upinzani makini na vyama vya upinzani tu. Alipa White Ado Shaibu akaniambia kama ACT wapo tayari kuungana na Chadema, pengine CUF, lakini vyama vingine wanaona kama si vyama makini. Wewe unaonaje hili katika mlolongo wa vyama vya upinzani ambavyo tunavyo? Kila chama kinastahili kuungana na Chadema kikiwa na nia, au mnaona kuna vyama vingine si vyama makini na havistahili kwenye muungano wa upinzani kama ambavyo ACT wanaona? Na nafikiri kabla hujaungana na Chadema, kama nilivyosema, unapaswa kuwa na wewe unatimiza wajibu wako. Kama wewe ni chama cha siasa kweli, tekeleza majukumu yako kama chama cha siasa. Hilo sio discussion, na nafikiri ni jambo ambalo tupaswa kulieleza sana. Viko vyama vya mfukoni. Chama ambacho wewe Zungu tukikuuliza umekiona lini kimefanya mkutano, lini kimetimiza wajibu wake. Kuna vyama vipo tu kila siku ya Mungu kuipinga Chadema au kusimamia ajenda za CCM. Kwa hiyo sio kila chama kweli kitaungana na Chadema. Kama nilivyosema kutoka mwanzo, tunaungana na vyama ambavyo tunaamini kweli vimeanzishwa na vinania kweli ya kushughulika na CCM na kuhakikisha vinaing'oa CCM madarakani. Ndio maana hata huo muungano wa Ukawa ulikuwa muungano wa kila chama. Tuliungana na baadhi ya vyama ambavyo tuliamini kwamba ni vyama ambavyo tulikuwa tunazungumza lugha moja. Ndio maana hata sasa umeona miongoni mwa mazungumzo ambayo chama chetu kimeanza kuyafanya, au watu ambao tunafanya nao mazungumzo ni chama cha ACT Wazalendo kwa hatua ya awali. Kwa naamini kuna vyama vingine tutazungumza navyo, lakini tumeanza kuwasogelea karibu au kuzungumza na wenzetu ambao tunahisi tunaweza tukawa kwa namna moja ama nyingine tunaweza tukazungumza lugha moja. Kwa hiyo hilo jambo nafikiri liko hivyo. Wow. Wacha tuende mapumziko mafupi, alafu mara baada ya hapo tutarejea. Hii inaitwa Tuzungumze, inapatikana kutokea ST Bongo. Leo anazungumza Deogratias Mahinyila, mwenyekiti wa baraza la vijana wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema. Anazungumza na Zungu kutokea ST Bongo, na tutarudi hapa mara baada ya mapumziko mafupi. Tuzungumze.